Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja nihoji swali kwa Miriam Chirwa. Je, mimba hiyo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Kwa sababu bado hamjafunga ndoa, mko katika hatua ya uchumba. Lakini inasemekana kwamba uchumba huo ni kama umevunjika, umeshachana na huyo ambaye mchumba wako ambaye angetakiwa kuwa mume. Kabla ya ndoa mmeachana katika uchumba, lakini amekuacha au mmeachana mkiwa tayari mmeshapeana mimba. Sasa inawezekana tukawa tunakosea. Sasa nahoji swali. Je, hiyo mimba au ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Inakuwaje watu hamjafunga ndoa nani wa Kristo? Na utaratibu wa Kikristo ni kwamba hautakiwi kijana kuzini na binti ikiwa bado mjafunga ndoa. Huo ni utaratibu. Sasa imekuwaje ndoa bado mmeshapeana mimba, alafu uchumba umevunjika kabla hata ndoa? Mzee wangu Barikiwa Mwakipesile aliwahi kusema kwamba mabinti hasa waimbaji wa nyimbo za Injili wakishapata umaarufu wanakuwa hawana uwezo wa kuhimili mshindo wa umaarufu. Yaani umaarufu unawaweua akili, unawajaza kiburi. Mwisho wa siku wanashindwa kuhimili ule mshindo wa maarufu na wanapotea vibaya. Mwisho wa siku wanapotea kabisa kwenye reli. Hata hicho wanachoita nyimbo za Injili na kuwa ni mapepo tupu. Sasa kwa Wakristo niweze kutoa mawazo au maoni. Maisha yetu sisi ya kikosi kazi cha Injili ni kama maisha ya kitumwa. Yani wanamsema mzee wetu Barikiwa kwamba anawatawala watu, lakini Mungu hutupatia maarifa watu tunaomwabudu ili myatumie maarifa hayo kuishi katika njia sahihi. Hatuongozwi tu na Roho kwenye kila eneo. Kuna maeneo mengine unahitaji utumie akili. Unahitaji kujifunza kwa mtu ambaye shai kupita katika mazingira mfano hayo na matokeo yake akawaje. Yule anakuja kufundisha yale anayokufundisha, ndio anakuwa neno la Mungu, ndio anakuwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Sasa nyie wenzangu na mimi ambao mnasema mnamfuata Roho, hamtaki kufuata utaratibu wa wanadamu, ati ni mapokeo ya wanadamu. Mwisho wa siku roho aina hiyo ndio anawapelekea hawa vijana wanapeana mimba kabla ya ndoa. Uchumba wao uko maarufu sana, trend sana kwenye mitandao. Kaimba na wimbo naenda. Sasa hajafika na kwenda, amesharudi. Kwa nini? Kumekosekana na usimamizi. Vijana kwa mabinti katika makanisa wanatakiwa kuwa na kiongozi ambaye atawasimamia katika utaratibu. Mambo ya mahusiano pasipo usimamizi ni hatari sana. Ni hatari sana. Kuna hitaji utaratibu. Sisi kwa kazi cha Injili mzee wetu Barikiwa ametuwekea utaratibu. Kijana, kabla hujataka kwenda kuoa, ukiwa katika mchakato unataka kuoa, kuna fomu maalum ambayo hiyo unatakiwa uijaze, ueleze sifa zako, mwae kuzini mara ngapi, unamiliki mali kiasi gani, una akiba kiasi gani, ukiwa utaenda kuishi wapi, na vitu kadha vimeainishwa pale. Vitu kadha unajaza sifa zako pale. Kisha unaenda kuipeleka ile fomu kwa binti kupitia msimamizi. Sio kijana haruhusiwi yeye moja kwa moja kwenda kumfuata binti na kumtongoza ati kwamba anataka kuoa. Ujaze fomu, unaenda kuichukua kwa msimamizi ambaye anahusika na masuala ya ndoa na uchumba. Anakupa fomu. Ile fomu ndio unaijaza, unaeleza sifa zako pale. Una mtoto au una mtoto bai kuzini mara ngapi, unaeleza sifa zako. Ili sasa huyu binti anapoichukua hii fomu ya kijana, anaangalia pale kijana ambaye anataka kunioa ana sifa gani, kwa sababu ndoa ni mkataba wa milele kati ya watu wawili. Unaenda kuishi na mtu ambaye amezaliwa kwao au amezaliwa kwenu. Mnaenda mmekutana tu mjini, mnaenda kuishi, mnakuwa kitu kimoja. Huyu mtu ambaye unaenda kuishi naye milele lazima uangalie naungana na mtu aina gani. Je, tutafika mwisho salama? Sasa
Ukijaza ile fomu anapelekwa binti naye anaisoma, anaangalia sifa za kijana sawa, nakubaliana naye. Na yeye anaweka sifa zake pale chini kwamba ndio na mimi sifa zangu hizi, na mtoto nje yani kabla sijaokoka nimeshazaa, nimezini mara 200 au zaidi ya mara 1, nimetoa mimba, sifa zote unaeleza pale. Kama hujawahi kuzini unaeleza pale. Ndipo ile fomu inarudishwa kwa msimamizi. Tokea hapo binti akikubali, ndio utaratibu wa kutoa mahali na posa ndio unaanzia hapo. Kijana na binti hawaruhusiwi kukutana. Yaani kwa mfano fomu imekubalika, hairuhusiwi kijana na binti ambao wako katika uchumba kuongozana popote, kuwasiliana kivyovyote. Hata mawasiliano ya namba simu hamtakiwi kuwa nayo. Mkitaka kuzungumza lolote, mnazungumza mbele ya msimamizi wa jambo lenu. Sasa huo utaratibu ndio unafanya vijana kikosi kazi cha Injili wanaoa kwa heshima, mabinti wanaolewa wakiwa hawajawahi kuzini, wakiwa mabikira safi. Vijana wanaoa wakiwa hawajawahi kuzini. Kama alizini kabla hajaingia katika imani, basi ndio mwisho wake kuzini, kwa sababu pamewekwa mpaka mkubwa sana kati ya kijana na binti, ili msije mkaishia kwenye zinaa. Sasa ni utaratibu ambao unatuokoa sisi vijana, hatuingii katika hizo shida na hizo taabu. Lakini pia mtu kama akifanya kosa, akifanya dhambi, utaratibu wa kutubu sio kwenda kutubu katika ulimwengu wa roho, katika maombi sio kwa Mungu. Kutubu unakwenda kutubu hadharani. Ameandika mchungaji wetu kitabu cha kutubu kwa mtu wako Mungu utakusababisha upone magonjwa yako bila kuombewa na mtu. Sasa kile kitabu kinaelezea namna ambavyo mtu anatakiwa kutubu. Jambo la kwanza, lazima ujue kosa ulilofanya, madhara yake na ukubwa wake. Lakini pia unatakiwa kukiri hadharani upumbavu ambao umeufanya. Uwe radhi kuelezea kwamba nimefanya 1 2 3. Huo utaratibu unatutenga mbali na kufanya uovu, kwa sababu unajua mchakato wa kutubu lazima nieleze ujinga huu nilioufanya, lazima nianike hadharani maovu yangu niliyofanya. Sasa kuandika maovu yako hadharani, lazima uwe tayari kuaibika, lazima uwe tayari kupata adhabu ya namna yoyote, lazima uwe tayari kwa lolote, kwa sababu kitendo au mchakato huo wa kutubu ndio unamsaidia mtu isiwe rahisi kuingia katika kufanya kosa. Sasa utaratibu huo wewe unaita ni utaratibu wa kimwili, lakini utaratibu ambao unatutenga sisi mbali na uovu, unatufanya tuwe makini, tusijirahisi tu kufanya mapumbavu. Lakini pia sifa za mtu ambaye anataka kutubu au ambaye amedhamiria kutubu, kwa sababu kutubu sio kusema nisamehe. Kutubu ni mchakato wa kubadilisha aina ya maisha. Kama ulikuwa ni mzinzi, kuanza kuishi kinyume cha uzinzi. Kama ulikuwa ni mwongo, kuanza kuishi kinyume cha uongo. Yaani maovu yote ambayo unafanya kuishi kinyume chake, huko ndio kutubu. Sasa ukishaeleza hadharani, umetambua ukubwa au madhara ya kosa hilo, ukishaeleza hadharani, kuanza kuishi kinyume cha yale maovu, na unakuwa huoni haya maovu yako kusemwa, hata kutajwa kwa mifano, au wewe mwenyewe kuelezea maovu yako au madhaifu yako, hata kama umeyafanyia kazi, kuyasema kwamba, yani kuyasema ndio huo mchakato wa kuendelea kutubu unaendelea. Paulo anatubu, anajieleza ni namna gani alivyolitesa kanisa. Yaani kila kuhubiri, mimi nilitesa kanisa, nalimuudhi Bwana. Yote anaeleza huku anafanya kinyume cha yale alikuwa anafanya. Sasa taratibu za aina hiyo zinafanya watu tuishi kwa tahadhari, isiwe rahisi kufanya uovu, na tusione haya kueleza kwamba ni namna gani niliishi maisha ya uovu, Mungu amenisaidiaje, sasa hivi naendeleaje, nina madhaifu gani, kwa sababu kueleza madhaifu ambayo niko nayo, hiyo ndio inasaidia mimi kuendelea mbele. Sababu kama sielezi madhaifu yangu, nitakuwa nikijieleza tu uzuri wangu, madhaifu yangu hayaelezwi, sio rahisi kurekebishwa kwenye yale madhaifu au mimi mwenyewe kuyafanyia kazi. Sasa hawa mabinti, huyu binti Miriam Chilwa na huyo kijana sasa hivi wameshaachana, walikuwa wanaelekea katika ndoa, lakini washapeana na mimba. Hii ni kwa sababu wanakosa malezi ambayo yatawafanya wakae kwenye mstari.
Kitendo cha kukosa malezi sahihi ni automatically vijana lazima waharibike. Hata kama kijana binti umejitunza kiasi gani, ukishakuwa karibu na binti na kijana, umeshakuwa na ukaribu ni asisi na chumba, mnakaa ukaribu, unaenda kufua nguo kwa kijana, unaenda kufagia kwa kijana, unaenda kumoshia vyombo, na kuambia hautaishia kuosha vyombo, hautaishia kufua tu, mwisho wa siku nasema tumalize mchezo, mnazini, msharibikiwa. Sasa Paulo anatushauri katika kitabu cha Wakorinto sura ya 14 mstari wa nianzie mstari. Sasa mnasema mnaongozwa na Roho, lakini huyo Roho mwenyewe ni Roho utaratibu. Roho sio wewe, sio uholela. Katika Korinto wa kwanza sura ya 14 nianzie mstari wa 37 anasema, mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, na ayatambue hayo ninayoandikia, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akiwa ni mjinga, na awe mjinga. Kwa ajili ya hayo, ndugu, takeni sana kuhutubu, wala msizuie kunena kwa lugha. Mstari wa 40, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Sio kwa sababu mnaongozwa na Roho muende tu bila utaratibu. Panahitaji utaratibu, kwa sababu Roho ni akili ya Mungu mwenyewe. Ukisikia Roho Mtakatifu ni nafsi au ni akili ya Mungu mwenyewe. Sasa Mungu mwenyewe akili yake imuongoze mtu, haimuongozi katika upuzi, haimuongozi katika uholela. Lazima ipangike katika utaratibu. Huyo Roho Mtakatifu, hekima ya Mungu, akili ya Mungu, ndio ilifanya uumbaji. Milima imepangiliwa. Hujawahi kuona mlima Mtoni, unajua kuna bonde pana mlima. Huko kuna vitu vimepangwa vizuri. Aina fulani ya msitu unakuta huko sehemu yake. Ukuti miti imechanganyika tu ya tofauti msituni. Msituni ukienda unakuta kuna miti aina moja iko hapa, miti aina iko hapa, yani miti inaofanana kwa sifa unakuta iko sehemu yake. Mungu aliumba kwa utaratibu. Baharini ameumba wanyama kwa tofauti. Mbugani kuna ukiangalia wanyama wamekaa kwa utaratibu. Sasa wewe ndio Roho Mtakatifu kwa utaratibu. Sasa nyie roho wenu wanaoongoza nyie kiholela namna hiyo pasipo utaratibu, hapana. Hawezi kuwa Roho Mtakatifu huyo. Katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, nianzie Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12 anasema, lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Kuna watu wanaotusimamia, unatakiwa kusimamiwa na mtu ili njia yako iwe safi, siende bila utaratibu. Mstari wa 13, mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao, iweni na amani ninyi kwa ninyi. Ndugu, twawasihi, waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu. Wasiokaa kwa utaratibu waonyeni, unatakiwa kuwaonya wasiokaa kwa utaratibu. Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 6, ndugu, twawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mliyopokea kwetu. Asienda kwa utaratibu, anaenda kiholela, hafuati utaratibu, hafuati maelekezo ambayo amepewa. Huyo mumuonye. Sasa kwa makanisa ya Pentekoste mnahitaji kuwekewa utaratibu. Nyie kijana akitaka kuoa na mfuata tu binti moja kwa moja, baba mimi nakupenda, nataka kukuoa, nikatoe mahali kwenu. Ndio mnakubaliana hapo, mwisho wa siku mnazini, mnaachana, kwa uchumba umeachwa juu kwa juu, hujatoa posa, hujatoa mahali, uchumba ushavunjika. Yani ni uzinzi, uholela. Hatuwezi kufika, na ndio maana jina linachafuliwa sana. Chumba ulitrendi mtandaoni, kuvunjika ule trendi mtandaoni. Ulisema naenda, sasa hivi anarudi, hajafika alikokuwa naenda. Ule ukaribu kwenye media, mnaenda mpo wawili. Huku mko wawili, mnaenda kuhojiwa mahali mko wawili, hakuna msimamizi katikati yenu. Mnaongozwa kwa akili zenu wenyewe. Mwisho wa siku nini? Katikati yake shetani huwa mwingi sana. Huwa anawashawishi sana, tujaribu, si tushakuwa chumba. Haya, umeachwa na mimba. Kijana amekuacha, mmeachana, uko na mimba. Je, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Hapana. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana mmeshindwa kwenda kwa utaratibu, mwisho wa siku mmeishia kuzini, mmepeana mimba. Tunakaza mwendo sika na kwamba tumefika, lakini bado tunahitaji kusaidiwa sana.
Naisema hapa sio kwamba mimi ni mkamilifu, bado naendelea kujifunza, bado ni mnyonge, ni dhaifu. Naendelea kujifunza, naendelea kukaza mbio kufuata utaratibu ili niweze kuifikia ile hatima iliyo bora. Neema za Kristo Yesu ziwe pamoja nawe. Amen.